Jinsi ya kuweza kukamua maziwa au namna gani ambavyo mama anapaswa kuzingatia namna ya kukamua maziwa ambayo kwake inaweza ikawa msaada na kuepukana na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza wakati kukamua maziwa. Ni vitu gani ambavyo mama anapaswa kuzingatia, au ni vitu gani ambavyo wewe kama utahusika moja kwa moja kwa kumshauri mama kuweza kukamua maziwa, ni vitu gani ambavyo unapaswa kuzingatia? Au kama unaweza kuwa ni mwenza wake na uko naye nyumbani mama na umesikiza video hii, ni vitu gani ambavyo unapaswa kuvifahamu na kuweza kumsaidia mama pale ambapo utamuona kama anakamua maziwa anaenda ndivyo sivyo, au natamani kumsaidia kukamua maziwa? Ni vitu gani ambavyo unapaswa kuzingatia na kumfanya mama kuweza kupata changamoto wakati wa kukamua maziwa, au asikutane na changamoto wakati wa kukamua maziwa, au isilete shida baada ya kukamua maziwa kutokana na namna ambavyo utampatia mtoto maziwa yako. Utaenda kujifunza, kufuatilia video hii mpaka mwisho, au subscribe tutakapotoa darasa hili kwa upana zaidi, ambapo jamii na mama tutaenda kujifunza namna ya kukamua maziwa na vitu vya kuzingatia pale ambapo utaamua kukamua maziwa utakapokuwa nyumbani au utakapokuwa eneo la hospitali, ambapo kwa kanaweza kama msaada na kukufanya kuwa katika watu ambao ni maarifa na kuweza kuwafundisha wengine namna ya kukamua maziwa na kukufanya kuwa bora. Au kama wewe ni mama, basi mtoto wako atakuwa kwenye vigezo au atakuwa anaelewa na mama ambaye atakuwa na taaluma namna ya kukamua maziwa akiwa nyumbani au akiwa eneo la hospitali, na namna ya kumpatia mtoto maziwa. Leo kaendelea kufuatilia channel hii kwa kusubscribe na kupata taarifa mpya kila utakapotoa hilo darasa au kufuatilia madarasa mbalimbali na kufungua, sio kusubscribe na kuacha. Wengi mnafungua au mnasubscribe na kuacha, lakini ukifuatilia utajua namna ambavyo unaweza kujikomboa. Lakini kama unaona unashindwa, basi ni vyema kumwalika rafiki yako au ndugu yako kufuatilia na kuweza kujifunza na kumfanya kuwa salama kipindi chote. Ni kigezo gani ambacho kitakufanya wewe mama uweze kukamua maziwa ukae nyumbani au inawezekana ukae hospitalini? Ni vitu ambavyo mama anapaswa kuvifahamu, lakini jamii pia inapaswa kuvifahamu kumfanya mama kuwa salama kipindi chote, lakini mtoto atakayezaliwa kuwa salama kipindi chote, kwa kuwa na uhakika wa maziwa ambayo anapata. Mtoto anakuwa na shiba na bila kuepukana na changamoto au kuepukana na changamoto ambazo mtoto anaweza akapata kwa kukosa maziwa siku chache baada ya kujifungua, au mama kuwa na maziwa machache baada ya kujifungua. Sasa kuna vigezo kadhaa ambavyo jamii na mama wanapaswa kuvizingatia, au kama utaviona basi vyema mama ukae miongoni mwa watu ambaye utahusika moja kwa moja kwa kukamua maziwa ukiwa nyumbani au inawezekana ukawa hospitalini. Kigezo cha kwanza ambacho tunakiangalia mama ambapo atalazimika kukamua maziwa ni kigezo ambacho kama mama atakuwa amejifungua kabla ya wakati, maana mtoto wake ni mdogo zaidi. Huyu mama ataingia miongoni mwa watu ambao atahusika moja kwa moja kukamua maziwa ili kumpatia mtoto wake kwa njia ya mipira au kwa njia ya msaada kwa kupitia syringe ambayo mtoto atampatia akiwa eneo la hospitalini au inawezekana ikawa nyumbani. Lakini pia kwa mtoto ambaye amezaliwa na uzito mdogo chini ya kilogramu 200 au gramu 2000 ambayo mtoto atazaliwa nayo, maana mtoto amezaliwa chini ya kilo 2, huyu mama atahusika moja kwa moja kwa kukamua maziwa, imani kuwa na hakika wa kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata, lakini kuwa na hakika kwamba mama anakamua maziwa ya kutosha. Mtoto ambaye amezaliwa na changamoto, inawezekana changamoto katika mfumo wa chakula au changamoto sehemu nyingine ya mwili wake inayomlazimu kuwa mbali na mama, yaani maana mtoto anahitaji uspecial zaidi. Sasa ni wakati gani ambao mtoto anapaswa kula kama ametengwa na mama yake? Huu ni wakati ambao mama atapaswa kukamua maziwa kule alipo, atakuja atampatia mtoto wake maziwa, au mama atakamua maziwa, ataelekezwa namna ambavyo mtoto anaweza kupatiwa maziwa pale alipo kulingana na situation ambayo anayo au hali ambayo anayo kwa wakati huo. Hatopata nafasi ya kunyonyesha zaidi, atampatia maziwa mtoto kwa kupitia njia ya ya kukamua maziwa. Kigezo cha tatu ama cha nne ambacho watu tunakiangalia, changamoto ambayo anaweza akakumbana nayo mama kwa upande wa kunyonyesha. Hem, tuchukulie mfano mama umejifungua alafu ukutana na changamoto ya kiafya ambayo unayo. Maana yake mama umeshindwa kunyonyesha au umeshindwa kunyonyesha kwa wakati kutokana na hali ya kiafya ambayo unayo, aidha mama uko mahututi au mama ujiwezi kabisa. Kwa maana mama tutalazimika kukamua maziwa ili tumpatie mtoto aweze kushiba au aweze kunyonya. Lakini kama mama atakuwa na ubize wa changamoto za kazi baada ya kujifungua au muda mchache baada ya kujifungua, inawezekana ikawa imepita miezi mitatu ukalazimika kurudi kazini. Sasa kuna wakati ambapo mtoto anapaswa kunyonya baada ya masaa mawili au baada ya masaa matatu. Sasa kutokana na ubize wa kazi au ratiba yako inabana, kwa mtoto hatapata nafasi ya kunyonya. Kwa namna bora kuzingatia
ni wewe kukamua maziwa kukufanya kuwa salama kipindi chote, au kuepukana na changamoto ambazo mtoto anaweza akazipata kutokana na kukosa maziwa kutosha muda mchache baada ya kujifungua. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea mama kukamua maziwa ni kuwa na uhakika wa kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata. Maanake changamoto ambayo mtoto anaweza kupata ni kutoshiba. Sasa ni kitu gani ambacho huwa tunakiangalia pale? Ni kiwango cha maziwa ambacho mama anakamua au ananyonyesha. Kwa hiyo maanake tutalazimika mama kukufanya ukamue maziwa yako na kuwa na maziwa mengi ambayo itakufanya kuwa salama kipindi chote, au kuwa na hakika maziwa, kiwango cha maziwa kinachotoka utakuwa salama zaidi. Kwa hiyo kuweza kutambua kiwango cha maziwa ambacho mama anatoa, basi utalazimika kukamua na kuweza kujua. Kama kutakuwa na maziwa machache, basi tutakushauri mama vyakula ambavyo vinaweza vikawa msaada kwako, lakini kupitia channel hii pia nimeelekeza vyakula ambavyo vinaweza vikasaidia moja kwa moja mama kuepukana na changamoto ya maziwa, au vyakula ambavyo vinaweza vikasaidia mama kuwa na maziwa mengi zaidi. Hivyo ni vigezo ambavyo mama anapaswa kuvifahamu, ambao wewe vitakulazimisha kuweza kukamua maziwa, au unaweza kuwa miongoni mwa wale ambao wanakamua maziwa. Lakini kama utakuwa nyumbani na mtoto wako ni mdogo bado, kwa hiyo bado utaendelea kukamua maziwa. Lakini kama hautakuwa na hakika kiwango cha maziwa ambacho mtoto anakipata, basi ni vyema ukaendelea kukamua. Lakini kama mama ambaye una changamoto ya kazi au unalazimika kurudi kazini, kwa mama utakuwa miongoni mwa watu ambao wanakamua maziwa. Inawezekana wewe kando mara yako ya kwanza unaambiwa ukamue maziwa. Inawezekana wewe kila siku unaambiwa ukamue maziwa, lakini hujui faida ambayo unaweza ukapata wewe mama ukamua maziwa. Au kitu gani ambacho wanasisitiza sana, au ni vitu gani ambavyo mama anapaswa kuelewa pale ambapo unaambiwa ukamue maziwa. Hii kutokana na changamoto ambazo mama hukumbana nazo wakati wa kunyonyesha, ikiwemo mama kupata chaniko au mama kukosa muda wa kunyonyesha, kwa mama atalazimika kukamua maziwa. Sasa tutazame faida ambazo mama anaweza kuzipata, lakini jamii pia uweze kufahamu ni vitu gani ambavyo mama huwa tunavizingatia zaidi pale ambapo tunaambiwa mama akamue maziwa. Changamoto ya kwanza ambayo tunakumbana nayo wakati mama ambapo ananyonyesha maziwa, pale ambapo kama hatakuwa na maziwa ya kutosha, maana hatujui kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata, kwa maana yake inapelekea mtoto kuweza kurudi hospitalini mapema zaidi muda mchache baada ya kuzaliwa, kutokana na uzito kuwa pungufu au mtoto kupungukiwa maji. Sasa hii ndio tunapata point ya kwanza ambayo inasema kuweza kukagua maziwa au kiwango cha maziwa ambacho mama anakamua, ili kuweza kujua ni kingi au ni machache au maziwa hatoki kabisa. Ni pale ambapo mama atakuwa amejifungua. Sasa ili kuweza kujiridhisha kiwango cha maziwa ambacho mama atakuwa anatoa, basi ambapo tunaambiwa mama aweze kukamua. Kwa hiyo faida moja hapo ambayo mama anapata kwa kukamua maziwa, kuweza kutambua kiwango chake cha maziwa ambacho atakuwa anatoa. Lakini sisi wengine watumishi wa afya na pia jamii kuweza kutambua kiwango cha maziwa ambacho mama atakuwa anatoa, ili kuweza kujua kwamba hichi mtoto anaweza akashiba au asishibe, ili itamfanya mtoto kuwa salama kipindi chote au kuweza kukua vizuri kipindi chote. Faida ya pili ambayo mama anaweza akapata hapa ni kumsaidia mtoto kuepusha na changamoto ambazo anaweza akapata kwa kupitia kunyonya kwake. Yaani maana yake kama mtoto atakuwa ni mdogo au amezaliwa na uzito mdogo, kwa inawezekana yeye taa zake zikawa hazijakomaa. Kwa hiyo inawezekana akawa anapata shida sana kupendoka kunyonya. Kwa namna rahisi ya kumsaidia yeye ni kuweza mama kukamua maziwa ya kutosha, au kuweza kukamua maziwa na kuweza kumpatia maziwa yaliyokamuliwa. Kwa maana tutamsaidia mtoto changamoto ambayo anaweza kupata kwa njia kunyonya kwake kutokana na udogo wake au vitu ambavyo anavyo kwa wakati huo. Lakini pia hii changamoto ambayo inaweza kujitokeza kwa mama ukiachana na mtoto ni mama kuwa na ziwa ambalo au chuchu ambayo ni flat, yani maana mtoto hawezi akashika. Kwa hiyo tunamsaidiaje sasa mtoto ili aweze kupata maziwa kutosha au aweze kula kwa kipindi cha mama ambapo anatafuta msaada wa kuweza kujua namna gani ambavyo ukamsaidia mtoto wako. Ni pale ambapo mama utakuwa unakamua maziwa, lakini utaendelea kunyonyesha au kufanya mazoezi ya kurefusha chuchu ambayo mtoto anaweza akashika na kuweza kunyonya vizuri. Kwa hiyo kuweza kumsaidia mtoto kipindi hicho ambacho mama unapitia changamoto ya chuchu kuwa flat au kuwa na msaazo sawa ambao mtoto anaweza akashika, ni pale ambapo mama tutakwambia ukamue, ili kumsaidia mtoto kipindi hicho ambacho mama atakuwa na shida. Kwa hiyo tutalazimisha ukamue maziwa kumfanya mtoto kipindi ambacho una shida aweze kunywa maziwa na kuweza kushiba. Lakini pia faida nyingine ambayo utakayopata wewe mama kwa kukamua maziwa, itakufanya uendelee kufanya majukumu mengine muda ambao wewe unapaswa kunyonyesha, basi unaweza kufanya kazi nyingine. Maana yake ni hivi, pale ambapo inatokea labda mama wewe ni mwajiriwa au inawezekana umejiajiri mwenyewe, lakini kuna muda ambao unakupaswa
kunyonyesha, lakini kutokana na ubizi wa kazi au majukumu ya kazi inakupasa mama muda huo mtoto aweze kunyonya. Sasa unamsaidiaje huyo mtoto? Ni pale ambapo mama utakuwa umekamua maziwa muda mchache uliopita na kuweza kumpatia mtoto wako. Inawezekana ukawa ni wewe mwenyewe au inawezekana ni dada ya kazi ambaye umemwachia mtoto wako ambaye anakuangalizia mtoto wako. Kwa hiyo utakamua maziwa, atapatiwa mtoto kwa kipindi ambacho una changamoto. Kwa inaweza kama msaada na kumfanya mtoto akawa anakula hata kama mama atakuwa busy na majukumu mengine. Kwa maana yake unaweza kufanya majukumu mengine na ukashindwa kunyonyesha, lakini pia mtoto ukawa unawakia kwamba atakuwa amekula kwa sababu ya maziwa ambayo umekamua. Na kitu cha mwisho ambacho kinaweza ikawa msaada kwako ni kuepukana na changamoto ambazo mtoto anaweza akapata kwa mama kuwa na maziwa machache. Kwa maana yake mama, tutakwambia ukamue maziwa ili kuweza kujiridhisha kiwango cha maziwa ambacho kinatoka, ambacho kinaweza ikawa msaada kwako na kuweza kutatua changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza kwa mama kuwa na uzito, kwa mama kukamua maziwa ambayo si rafiki au maziwa ambayo hayatoshi na kuweza kukidhi vigezo vya mtoto ambapo anaweza akaa navyo na kuweza kukua vizuri na kuwa mwenye afya na kuepukana na changamoto ambazo anaweza kupata kwa mama kuto kujua maziwa ambayo yanatoka, lakini kuepukana na changamoto ambazo mtoto anaweza kupata kwa kukosa maziwa, kwa kuwa na maziwa machache ambayo mama atakamua, ikiwemo mtoto kupata manjano siku chache baada ya kuzaliwa kutokana na upungufu wa maziwa, au mama kuwa na maziwa machache au maziwa kuchelewa kutoka, mtoto kupata shida ya maji na unaweza kutambua kwa kuona ngozi yake inakuwa na mikunjo au mdomo wake unakuwa mkavu, lakini mtoto anakuwa baridi sana, nikasha kwamba mtoto ana upungufu wa maji, lakini ngozi yake itakuwa yenye kupauka na kuweza kukosa choo muda mchache baada ya kujifungua mama, au muda mchache baada ya mtoto kuzaliwa. Inaweza kuwa choo kikubwa au choo kidogo na kuleta shida kwa mtoto wako na kupeleka kulazwa muda mrefu. Lakini effect nyingine au madhara mengine ambayo anaweza kupata mtoto kwa kupitia kunyonyesha ni mtoto kuweza kupelekea mama kuchanika chuchu au mama kushindwa kufanya majukumu mengine ambayo itakulazimu muda mwingi kushinda na mtoto wako. Kama ni kibarua, basi kitakuwa kimeota nyasi, umefukuzwa kazi na kuleta shida pia kwa upande wa uchumi, kupelekea hata wakati wa kulea ikawa kwa ni changamoto. Kwa ni vitu ambavyo vinasaidia sana, au ni kitu ambacho mama anapaswa kufahamu hilo, kumlinda mtoto wako dhidi ya changamoto ambazo zitazipata kwa kupata maziwa machache au muda ambao mama anapaswa kunyonyesha na kuwa busy, lakini pia mama utapata muda mwingine kufanya mambo mengine ambayo yatakuwa msaada kwako na kufanya kuwa salama kipindi chote. Sasa kuna watoto ambao wamezaliwa wao na uzito mdogo. Kwa maana yake ili kuweza kumsaidia kwa nyumbani inakulazimu mama uweze kukamua maziwa na kumpatia kiwango kile cha maziwa ambacho umepewa au umeamrishwa kumpatia. Sasa unampatiaje kama hujakamua? Ukinyonyesha pekee yako unaweza kuamini kwamba maziwa yanatoka ni mengi au kiwango cha maziwa ambacho amepata ni mengi. Kwa mama utaanza kukamua na kumsaidia mtoto wako aweze kula vizuri na kushiba na kuwa na afya tele wakati wote. Hizi ni faida ambazo unazipata mama kwa kunyonyesha na kumsaidia mtoto wako kuwa salama kipindi chote au kuwa na uhakika wa maziwa ambayo anapata. Inaweza kawa msaada na kumsaidia kukua vizuri. Hii ndio changamoto ambayo inajitokeza pale ambapo mama ataamua kukamua maziwa, au mama ambapo ataambiwa kamue maziwa. Ni vitu gani ambavyo vinaweza vikamletea shida wakati wa kukamua kwake? Na hii inatokana pale ambapo mama anaweza kaa asiwe na maarifa ya kutosha, inaweza kupelekea changamoto mbalimbali kwake na kupelekea maradhi au vitu ambavyo vinaweza vikawa hatari kwa afya yake, au mama akapelekea kupata maumivu muda mrefu sana pale ambapo ataamua kukamua maziwa. Changamoto ya kwanza ambayo mama anakumbana nayo wakati wa kukamua kwake ni pale ambapo anakosa ufahamu wa kutosha na kupelekea mama kukamua maziwa ndivyo sivyo, ambapo kwake inaweza ikawa shida au inaweza ikapelekea mtoto kupata maambukizi mara kwa mara, au mama akashindwa kuzingatia usafi wakati wa kukamua na kuleta shida mtoto kupata maambukizi. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo inajitokeza kwa mama wengi baada ya kukamua au kufanya maamuzi ya kukamua, ni kukosa maarifa ambayo inapelekea changamoto mbalimbali kwa mama, ambapo mama kama atakuwa hana maarifa kwa maana yake namna anavyokamua maziwa kwake inaweza ikawa changamoto. Ni maana yake mama hajui namna ya kukamua maziwa kwa kuzingatia utaratibu wa kukamua maziwa, kwa mama atakamua yeye ndivyo sivyo. Pili, hatozingatia usafi kwa sababu hajui namna ya kukamua maziwa au vitu ambavyo anapaswa kuzingatia kama usafi. Lakini muda sahihi wa kukamua ni upi yeye kwa kae ambao unaweza kuwa bora au unaweza kuwa msaada kwake. Lakini pia kwa mama ambaye atakuwa hana maarifa
kwa hata namna ambavyo uhifadhi wake wa maziwa unavyohifadhi ilikuwa inaweza ikaleta shida. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ya mama wengi sana ambao watafanya maamuzi ya kukamua maziwa ni pale ambapo wanakuwa hawana ufahamu wa kutosha wa kuona namna gani ambapo anaweza kujifunza namna ya kukamua maziwa. Lakini changamoto ya pili ambapo inajitokeza ni pale ambapo mama kama atakuwa ni mgonjwa, kwa hiyo atashindwa kupata nafasi ya kuweza kukamua maziwa. Kwa maana yake hii ni changamoto ya pili ambayo inajitokeza kwa mama ambaye anafanya maamuzi ya kukamua maziwa. Kwa maana yake kama mama atakuwa na maziwa, atakuwa ni mgonjwa, afya yake ni dhaifu, yeye atashindwa kukamua maziwa. Changamoto ya tatu ni mama kutokuwa na maziwa ya kutosha, inapelekea mama kukamua maziwa muda mrefu na kupelekea maziwa yake kuuma au chuchu kubadilika rangi na kuwa jekundu. Hii ni changamoto kubwa na changamoto ambayo inakumba watu wengi. Mama wengi sana unakuta anakamua maziwa hadi jasho linatoka au ziwa lake linakuwa jekundu sana, alama ya mikono, kwa sababu maziwa kwa machache. Sasa namna bora kujisaidia huyu mama ni pale ambapo mama utahakikisha unakula vyakula ambavyo vinaenda moja kwa moja kusaidia wewe changamoto ya chakula, changamoto ya maziwa ambayo unayo. Kwa mama hakikisha unakula vyakula ambavyo vinakuwa msaada wa moja kwa moja kwenda kusaidia wewe kuongeza uzalishaji wa maziwa kuwa mengi zaidi pindi hapo utakapokamua maziwa yasiwe yenye kuleta changamoto, ikiwa mama kuwa na maziwa ambayo yanauma na kuweka alama nyekundu mikono ambapo inapita huwa inaacha alama kuelekea maziwa kuuma sana muda mrefu. Hizi ni changamoto ambazo mama akubana nazo wakati wa kujifungua, wakati wa kukamua kwake maziwa. Kwa ni vyema ukazingatia mama na kuweza kuzifanyia kazi, kujua namna gani ambapo unaweza ukawa salama kipindi chote. Baada ya kutazama changamoto ambazo anakumbana nazo mama kwa kukamua kunyonyesha, tuone namna gani ambapo unaweza ukamsaidia mama kwa kukamua maziwa au vitu ambavyo mama anapaswa kuvizingatia pale ambapo atafanya maamuzi ya kukamua maziwa. Cha kwanza kabisa, kukamua maziwa kwanza inahitaji maandalizi ya mapema zaidi na uvumilivu kwa mama, kutokana na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza. Ikiwa mama kuwa na maziwa machache, kama atakamua maziwa, basi anaweza akapata shida kwa kukamua muda mrefu zaidi na kupelekea maziwa kuweza kuuma zaidi. Kwa hiyo mama anahitaji kuwa na maarifa au kujiandaa mapema zaidi kiakili, lakini pia ni ina kimwili, na kuweza kutambua changamoto ambazo anaweza akakumbana nazo kwa kupitia kwa kukamua namna rahisi ambavyo kwake anaweza akajikamua. Cha pili, mama anaweza akakamua maziwa muda wowote au muda mchache baada ya kujifungua, anaweza akaanza kukamua maziwa, hatutasubiri mpaka siku 2 siku 3. Mama pale tu ambapo anajifungua, kama mtoto wake atakuwa ni mdogo zaidi, kwa maana yeye ataweza kunyonya, kwa maana mama atalazimika kukamua maziwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho mama anapaswa kuzingatia huku kifahamu, sio muda fulani kwamba tutakamua maziwa. Muda mchache baada ya mama kujifungua, ni vyema kuanza kukamua maziwa kumsaidia mtoto wako kupata maziwa kutosha na kuwa salama kipindi chote. Lakini kitu cha tatu ambacho unapaswa kuzingatia mama unaweza kujikamua maziwa mwenyewe au unaweza kumuita mtu mwingine yote akakusaidia, lakini kutokana na idhini ya kwako ambayo wewe umependa ufanyiwe, au nani ambao unahisi kwako utakuwa msaada, au nani atahusika na kuhusika moja kwa moja na kushika maziwa yako. Maana hapa lazima utoe ruhusa mama, ni mtu gani ambaye anahusika moja kwa moja na kukamua maziwa yako, au nani ambaye atahusika na kukamua maziwa yako. Wengine wanapendekeza mwenza wake, au mwingine anapendekeza mama yake amkamue maziwa, au mama mkwe au mtu baki ambaye anahisi kwake anaweza kawa msaada. Basi idhini ya kukamua maziwa kwa mama ni ya kwako, ni nani ashike maziwa yako au nani asishike maziwa yako. Lakini kikubwa cha kuzingatia ni wewe mama kukamua maziwa, haijalishi nani atakukamua au atahusika moja kwa moja na kukamua maziwa. Kitu kingine ambacho mama anapaswa kuzingatia, au kitu cha tatu ambacho mama anapaswa kuzingatia kwa kuelekea kukamua maziwa, ni kuzingatia usafi wakati wa kukamua kwako maziwa. Inawezekana ni ziwa lako au mikono yako au mwili wako, kwa kuoga na kunawa mikono yako na kusafisha eneo lako la ziwa, lakini pia vyombo ambavyo utatumia kuhifadhia maziwa yako lazima pia viwe katika hali ya usafi, ambayo itamfanya mtoto kumlinda dhidi ya maambukizi ambayo anaweza akapata kwa mama kupitia mbinu ya kukamua au kumpatia mtoto maziwa yaliyokamuliwa tayari. Kwa maana mama atalazimika kukamua maziwa katika hali ya usafi ili kumlinda mtoto dhidi ya changamoto ya maambukizi ambayo anaweza akapata, au tumbo kujaa gesi kwa kupitia kukamua maziwa yako. Lakini issue ya tatu ama issue ya 4 ambayo mama anapaswa kuzingatia ambapo unafanya maamuzi ya kukamua maziwa, ni pale ambapo namna muda gani ambao mama anapaswa kukamua maziwa au kuhifadhi maziwa. Ni wakati gani ambao maziwa yanapaswa kukaa. Kwa mama ambao kama utakuwa na jokofu au friji,
maziwa yanapaswa kukaa ndani ya masaa 24. Baada hapo utafuta njia nyingine ambayo ikawa msaada kwako. Na hii tunafanya hivyo kutokana na mama kuwa na maziwa mengi. Kwa hiyo mwingine huwa anaacha muda mrefu, anakaa siku 2 siku 3 akamui tena kutokana na ile maziwa aliyokuwa mara ya kwanza anakaa nayo siku 2 siku 3, ambayo anaacha kupelekea maziwa yake kuvimba na kuuma au kuleta shida na kupelekea kuziba mirija ambayo inahusika na uzalishaji wa maziwa au kupitisha maziwa na kupelekea mama kutoa uchafu au maziwa yake kuwa makubwa sana na kuweza kuuma. Kwa hiyo tunapendelea mara nyingi kwa mama ambaye utakuwa na jokofu, ni vyema ukahifadhi maziwa masaa 24, baada hapo ukaendelea kukamua zaidi. Lakini kwa hiyo mama ambaye hauna jokofu ama hauna friji, ni masaa 6 mpaka 8 kwa maziwa yanaweza kukaa, lakini hakikisha amekaa katika hali ya usafi na chombo ambacho kimefunikwa, ambacho inaweza ikawa msaada kwake na kukufanya kuwa salama kipindi chote wewe, lakini uhakikisha usalama wa mtoto ni kwa upande wa chakula ambacho anakula, anaweza akanywa na asipate matatizo yoyote ambayo kwake anaweza kuwa na changamoto baadaye na kumpelekea mtoto akaalisha au katapika au tumbo lake kalia gesi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mama anapaswa kuzingatia, namna ambavyo unaweza kuhifadhi maziwa yako ni muda wa masaa 24, lakini kwa mama ambaye hauna jokofu ni vyema ukahifadhi masaa 6 mpaka 8 ambapo maziwa yako yatakuwa salama, lakini hakikisha chombo ambacho unatumia kuhifadhi maziwa atakuwa kimefunikwa na kumfanya mtoto kunywa maziwa ambayo yako salama na kumepusha na changamoto ambazo atakazipata. Channel ni afya ambayo tutaanza kujifunza mambo mbalimbali ya kiafya, haijalishi umesoma au hujasoma, ni kwa lugha nyepesi ambayo unaweza ukaelewa na kuifanyia kazi mapema zaidi, ambayo inaweza ikawa msaada kwako, lakini msaada kwa jamii. Tutajifunza mambo mbalimbali ya kiafya, haijalishi ni mama mjamzito au umejifungua au mtoto au ni mzee. Tutajifunza mambo kwa rahisi zaidi. Sisi hatutasubiri mpaka tatizo litukute. Tutajifunza hapa kwa lugha nyepesi ambayo itakuwa msaada na kuepukana na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza na kuleta madhara muda mrefu au kupelekea vifo katika jamii. Kwa ni vyema kuendelea kuungana nami, wewe wako kuendelea kusubscribe na kufuatilia kila madarasa tunapotoa. Maana unaweza kuwa miongoni mwa watu wa subscribe lakini haufuatilii kila darasa ambalo tutakapotoa. Kwa ni vyema kufuatilia ili kupata maarifa mbalimbali ya kiafya ambayo itakuwa msaada kwako, lakini kwa jamii ambayo inatuzunguka.